Okay, karibuni katika channel yetu ya usalama, na siku ya leo tutaenda kuongelea kitu muhimu sana, hasa kwa madereva wa malori, kwa madereva wa magari binafsi, na kwa dereva yoyote, mtu yote ambaye unaendesha chombo cha moto, aidha ni bajaji, ni pikipiki, ah, gari kubwa, gari ndogo. Elimu hii ni muhimu na training hii ni muhimu, na tutaenda kuangalia dhama nzima ya udereva wa kujihami. Tutakuangalia nini maana udereva wa kujihami, tutaangalia nguzo tano za udereva wa kujihami pamoja na vitu vingi. Kwa muda wako uweze kujifunza. Karibuni. So kwa awali ya yote lazima tuanze na kuelezea nini maana ya udereva wa kujihami. Udereva wa kujihami ni hali ya dereva kuyavaa au kuyachukua makosa ya dereva mwingine, Mhm. anapokosea barabarani kwa kuyaficha makosa yake ili kuzuia ajali. Kuyaficha au kuyachukulia makosa yake ili kuzuia ajali isitokee kwa hali yoyote, kutumia uwezo wako wote wewe dereva, akili yako, busara na hekima. Kama tunavyoelewa, barabarani madereva ni wengi na kila siku madereva wanakuja wapya na wanaondoka wapya. Wengine wanastaafu, wengine wanafariki kutokana na ajali, lakini kila siku kuna wengine wanajifunza. Kwa hiyo makosa barabarani hayaepukiki. Makosa ya kibinadamu barabarani hayaepukiki. Kwa sasa kama dereva, wewe lazima uyachukue makosa ya dereva mwenzako. Anapokuwa anakosea, ana overtake sehemu mbaya, anakuja eneo lako, anakuja saiti yako, lazima uyachukue makosa yake na wewe kutumia hekima yako, busara yako na akili kwa ajili ya kuzuia ajali, kwa kupunguza mwendo au kumtolea ishara kwamba arudi eneo lake. Sawa? Ndio maana ya nguzo nzima ya udereva wa kujihami. Na pia katika nguzo ya udereva wa kujihami, maana yake sasa, dereva kama dereva, unavyojua madereva anaendesha gari nne. Najua wengine wanajua ni gari tatu, lakini ni gari nne. Maana yake ni gari ya mbele yako, gari ya nyuma yako, gari yako wewe mwenyewe na gari mnayopishana nayo, sababu dereva unapishana naye anaweza akakosea akaja njia yako akusababisha wewe ajali. Sawa? Kwa hiyo ndio nguzo, ndio maana nzima udereva kujihami. Pia udereva kujihami unahusisha au unasaidia kuokoa maisha. Maana ni kuendesha gari kwa kuokoa maisha, maana kuzuia ajali zisitokee, kuokoa fedha, mali pamoja na muda ambao unatokana na ajali mbalimbali za barabarani. Sasa tuangalie nguzo tano za udereva kujihami. Ziko tano na kila mtu anaziweka kwa anavyoona, lakini zote zina maana moja. Sasa misingi hii ya nguzo dereva ndio dira ya dereva, ndio mwongozo wa dereva. Ukizingatia misingi mitano itakusaidia dereva wewe kuendesha gari kwa usalama na kutokusababisha ajali au kutosababisha makosa ambayo yakapelekea ajali. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa dereva kuzifahamu hizi nguzo tano na kuziishi kila siku, kila muda, kila wakati, kila sekunde unapokuwa unaendesha gari. Nguzo namba moja ya kwanza ni kuona au kuona. Kama unavyojua, kazi kubwa ya dereva barabarani ni kutazama mbele, kutazama mita 100 anapoelekea. Kwa nguzo namba moja kabisa ni kuona. Maana yake nini? Maana yake kwamba ni muda wote dereva, macho yako yanatakuwa yasitoke barabarani, yaangalie mbele, yaangalie nyuma, yaangalie kushoto, yaangalie kulia. Sawa? Kwa nguzo ya kwanza dereva ni kuona. Sasa dereva pale unapofanya vitendo vingine ambavyo vinatoa uono wako barabarani, ni ngumu wewe kutambua kile ambacho kinaendelea barabarani. Kuna vitu mbalimbali ambavyo vinasababisha dereva kutoa macho yake barabarani, maana kuto kuona barabarani, kuto kuangalia mbele ya anapoelekea, kama matumizi ya simu, kula, kuendesha gari. Vitu viko vingi, tutaangalia huko mbeleni. Nguzo namba mbili ni tambua. Huwezi kutambua kitu ambacho hujakiona. Lazima uone ndo utambue kwamba hili ni shimo. Maana umeliona na umetambua kwamba hili ni shimo. Huwezi kutambua hili kwamba ni shimo mbele yako kama macho yako hayako barabarani. Kwa nguzo namba mbili ni kutambua. Lazima dereva uwe una uwezo wa kutambua vile vyote ambavyo vinaonekana barabarani. Maana kutambua vihatarishi, kutambua shughuli zozote ambazo zinaendelea barabarani, kutambua dereva yako anakuja mbele yako. Maana uwe na uwezo kutambua vihatarishi na kutambua
hali ya barabara na vitu vyote ambavyo vinaendelea katika barabara ambao unapita au njia unaopita. Namba tatu ni tabiri. Lazima ujue una uwezo wa kutabiri kwamba mfano labda kama umeona mbele mita 100 kuna gari ina overtake, maana lazima utambue tayari ni hatari, na lazima utabiri kwamba hapa nilipo na pale alipo ni umbali kiasi gani. Je, ninaweza mpaka anapopita naweza kusimama au vipi? Maana inaweza katokea ajali au isitokea ajali. Kwa lazima unaweza kutabiri. Mfano umesema nataka ni overtake. Umetoka sasa overtake, ukaangalia mbele nguzo ya kwanza ukaona mita 100 mbele. Ukaona kuna gari inakuja. Sawa, kwa lazima nitambue kuna mbele kuna gari. Sawa. Lazima sasa nitabiri, kwa huu mwendo wangu na hii speed yangu, je, nitaweza kulipita gari la mbele yangu bila kusababisha ajali? Na nguzo namba 4 ni amua. Sawa, lazima siku zote dereva hakikisha maamuzi yako yoyote unayofanya lazima uyafanye kwa usahihi. Ajali nyingi zinatokea sana barabarani kutokana na kwamba madereva wanafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Ni muhimu sana una overtake sehemu ambayo unajua ni hatari, usiovertake. Usifanye maamuzi ambayo sio sahihi kwa kukisia, kwa kubeti kwamba kutakuwa kuna gari. Mwisho wa siku una overtake kubeti, inatokea ajali. Nguzo namba 5 ni kutekeleza kwa wakati. Hivi vitu vyote ambavyo tunafanya hapa lazima dereva uvitekeleze kwa wakati. Sawa, unapotoa maamuzi yako na overtake hii sehemu, lazima ni overtake kwa wakati, kwa muda sahihi na kwa haraka. Kwa hizi nguzo 5 ni lazima dereva uzizingatie na uziishi. Maamuzi tunayofanya lazima tufanye kwa sahihi na tutekeleze kwa wakati. Sio una overtake alafu unashindwa ku overtake kwa wakati. Lazima tuwe tunaona macho yetu mita mbele, tuone vitu vyote ambavyo vinatokea barabarani, kutambua vihatarishi ambavyo viko barabarani na vitu vyote ambavyo viko barabarani. Kwa hizi nguzo 5 lazima dereva kuhakikisha kwamba tunaziishi, sababu ndo dira na muongozo, ndo dira yako dereva kwa barabarani. Sasa tuangalie vitu viwili ambavyo vinasababisha ajali, mambo makuu yanasababisha ajali. Nimegawanya katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni makosa yanayosababishwa na binadamu na kundi la pili ni mazingira hatarishi. Sasa katika makosa binadamu, ukiangalia ajali nyingi sana ambazo zinatokea barabarani zinasababishwa na binadamu, na sisi binadamu na makosa yetu binadamu. Inawezekana wewe dereva mwenyewe ukasababisha ajali, dereva mwenzako akasababisha ajali, au binadamu, maana kuna watembea kwa miguu pia kwa barabarani, anaweza kuwa ni chanzo cha ajali barabarani. Sasa yako mengi hapa, nimeorodhesha tu baadhi. Ya kwanza ni uendeshaji wa hovyo. Unajua kuna madereva wengine wanasema magari yao vibaya, wengine wana beti ligi, wengine wanasema kwamba tunashindane. Wote huko ni uendeshaji wa hovyo. Anafunga breki za ghafla ghafla, anakimbia mwendo mkubwa sehemu ambayo hairuhusiwi ku overtake, ana overtake. Huo wote ni uendeshaji wa hovyo ambao unapelekea sana ajali barabarani. Cha pili ni kufanya vitu vinavyotoa umakini wa dereva. Hapa sasa tunazungumzia distractive driving. Tutaangalia mbele zile shughuli ambazo dereva unafanya ukiwa ndani ya gari. Mfano unaendesha gari huku kwa unaongea na simu, maana yake umakini wako unapungua barabarani. Unashindwa kuona kile ambacho kinaendelea barabarani. Unashindwa kutambua kile ambacho kinaendelea barabarani. Kwa sababu gani? Tayari unafanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Maana yake unapunguza umakini wako, unakula huku unaendesha gari. Kuna wengine wanabadilisha nguo huku wanaendesha gari. Vyote hivi vinapunguza umakini barabarani na vinachangia sana kutokea uwepo wa ajali nyingi barabarani. Cha tatu ni uchovu. Tunaelewa maana uchovu, tunaelewa madhara ya uchovu. Ni chanzo pia kikubwa sana cha ajali nyingi sana barabarani, uchovu. Hasa kwa madereva malori, hasa kwa gari ndogo. Unakuta dereva lori, gari ndogo, mabasi, unakuta ameendesha umbali mrefu bila kupumzika. Hii inapelekea sana uchovu, sababu uchovu mara nyingi unapunguza umakini barabarani na pia unapelekea usingizi. Unakuta unasinzia na unasababisha unahama njia, kusababisha ajali. Kingine ni aggressive driving kama tulivyoelezea, kutunza gari, kutokufanya service pia ni chanzo cha ajali. Magari mengi barabarani mabovu sababu hayafanyi service, unakuta kuna shida mfumo wa breki na inapelekea ajali. Kingine ni kuendesha gari ukiwa umelewa. Tunajua madhara ya kuendesha huku umelewa. Maana kuna kampeni nyingi sana za kuelimisha madereva wengi wasiendeshe gari wakiwa wamelewa, wamekunywa pombe au wamekunywa madawa ya kulevya, sababu pia inapunguza umakini barabarani. Kingine ni kutokagua gari mara kwa mara. Asubuhi kabla hujaondoka, kisha dereva wakagua gari.
Madereva wengi wa malori wana tabia nzuri sana, wana ile tabia ya kukagua gari zao kabla ya kuondoka na gari, lakini ipo changamoto kwa gari ndogo. Mara nyingi sana nakuta hizi hasa hizi private car, mtu tu anamka asubuhi kachelewa kazini, anafika kwenye gari anawasha na kuondoka, hakagui gari lake, mwisho wa siku inapelekea kusababisha ajali. Kingine ni kuendesha gari au kuzidisha mwendo, overspeeding. Pia chanzo kingine kikubwa cha ajali ukiachana na uchovu ni overspeeding. Kuta dereva anakimbia spidi 120, 130, na ukiangalia barabara zetu za Tanzania bado sio nzuri sana, inapelekea ajali. Nakuta pia na spidi 120, tairi zake sio nzuri, inapelekea ajali zote. Kingine ni mazingira hatarishi. Pia ni chanzo kingine cha ajali nyingi sana barabarani. Cha kwanza ni hali mbaya ya hewa. Ukungu, mvua kali, upepo mkali ni chanzo cha ajali. Unaendesha gari mvua ikiwa ni kubwa sana, si salama. Kama mvua ni kubwa sana na huwezi kuona mbele, ni bora upaki gari. Au unaendesha gari kwenye ukungu, pia si salama. Kama mkutano ukungu ni katikati safari, hakikisha unatafuta sehemu ambayo ni salama, paki gari, unasubiri ukungu upungue na uendelea safari, sababu ni hatari sana kuacha gari kwa ukungu. Na pia upepo mkali, upepo pia unaweza kusababisha ajali, unaweza kuzua gari lako. Kwa hiyo ni kuwa makini sana kipindi hichi katika hali za hewa kama hizo. Kingine ni barabara mbaya. mm. Barabara zenye mashimo, barabara nyembamba, barabara zenye matuta makubwa ni chanzo kikubwa pia cha ajali nyingi sana barabarani. Kwa hiyo lazima tutambue kama dereva kwamba barabara yenye mashimo lazima uende kwa umakini, sababu unaweza kukanyaga shimo kusababisha utoke nje barabara, au dereva mwenzako akaona shimo mbele akatamani alikwepe akaja upande wako, na inaweza kusababisha ajali. Pia barabara nyembamba ni chanzo pia cha ajali, hasa pale kuna mpishano na kuna overtake. Matuta makubwa pia ni chanzo cha ajali. Kingine ni msongamano mkubwa barabarani. Foleni pia ni chanzo cha ajali, sababu kila mtu anatamani achomoke apite, siku nakutana na gari zinagongana na kusababisha madhara mengine. Pia kazi zinazoendelea barabarani, diversion, pia ni chanzo kikubwa cha ajali. Unakuta muda mwingine ndio kazi zinaendelea, diversion wanafanya ujenzi, hawajaweka vibao. Pita jioni kwenye usiku unakutana tu na tuta kubwa, au mapalamia ile madumu ambayo yanakaa barabarani. Kwa hiyo pia ni chanzo kikubwa cha ajali barabarani. Na pia ajali za barabarani, ajali inaweza kusababisha ajali nyingine. Kuwa makini sana sehemu ambazo zimetokea ajali. Kama huna kazi yote ya kufanya, au huna msaada wote ambao unaweza kutoa katika eneo la ajali, ni bora uendelee safari yako kuliko kubaki kushangaa na kusababisha ajali zingine. Sasa tuangalie kitu kingine cha muhimu sana sana sana, ambacho ni hali yako ya mwili au ya afya ya dereva. Katika kitu cha kuzingatia sana kama dereva ni hali yako ya mwili au ya afya, hasa unapokuwa katikati ya safari. Kama dereva, afya yako ya kimwili ni sehemu muhimu ya kuwa sawa kuendesha gari. Gari halijiendeshi lenyewe, gari linakuhitaji dereva uliendeshe. Sasa kuendesha gari, kulongoza gari inategemea pia na afya yako dereva ikoje kwa siku hiyo. Umeamkaje asubuhi, au katika safari hali yako ikoje? Ukishakuwa na hali ya kuumwa, ni rahisi kusababisha ajali. Ni rahisi ya dereva kukosa umakini barabarani kutokana na hali ya ugonjwa, na hivyo kupelekea ajali barabarani. So kama ni dereva lori, ukutana upo katika safari au umeamka asubuhi, ukaikuta kwamba hali yako ya mwili au ya kiafya ni hatari, ni sio nzuri kuendesha gari, huwezi kabisa kuendesha gari, kwa taarifa. Ikiwa una hali mbaya ya kiafya ambayo inaweza kuathiri uwezo wako wa kuendesha gari, unapiga simu ofisini kwako, unatuma dereva mwingine au wanakupa msaada wa matibabu ili uendelee safari. So kumbuka kwamba hata hali yako ya kuumwa ya muda kama vile maumivu ya kichwa au tumbo inaweza kuathiri uwezo wako wa kuendesha gari usalama. Kwa hiyo tuzingatie sana. Muda mwingine bwana, maumivu ya kichwa lakini huwa yanaambatana na ugonjwa mwingine. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia. Unaweza kufanya dawa lakini isikusaidia, au dawa hiyo ukafanya ikapelekea hali ya ugonjwa ikawa kubwa zaidi. Kwa hiyo ni kuzingatia. So unapojihisi ukiwa unaumwa, usiendeshe gari. Unapohisi uwezo wako wa kuendesha gari kwa usalama umeathiriwa na ugonjwa, usiendeshe gari. Ikiwa unahisi ugonjwa wako ukiwa unahisi mgonjwa unapoendesha gari, simama
katika eneo salama na kutathmini kama unaweza kuendesha gari lako ukiwa katika hali ya ugonjwa. Sasa imekuta katika safari ghafla umekutana na hali mbaya, simama sehemu salama na uangalie namna gani unaweza kujisaidia au kama utaweza kuendelea na safari yako. Kwa wasiliana na ofisi yako kama dereva lori kwa ajili ya msaada zaidi, kama kama dereva mwingine na kupewa msaada wa nini wa matibabu. Na kumbuke pia dawa zinaweza kupunguza dalili za ugonjwa, lakini pia zinaweza kusababisha athari kama vile kusinzia. Kwa hiyo ni makini sana sana na tuzingatie sana afya zetu madereva, na pia tuwe na tabia ile ya kupima afya zetu mara kwa mara. Hasa dereva malori, tunajua tunafahamu kuwa muda mwingi unakuwa kwa barabarani, lakini tenga muda wako ndani ya mwezi au kila baada ya miezi miwili, kila baada ya miezi mitatu, kwenda hospitali kupima afya yako, kujua hali yako ya mwili. Sio lazima kwamba upime magonjwa kama ukimwi, hapana. Afya yako tu ya kimwili, ili kwamba uwe makini muda, uwe sawa muda wote unapokuwa barabarani. Okay. Tuangalie tena kitu kingine ambacho kinasababisha ajali nyingi sana barabarani ni uchovu. Uchovu. Uchovu ni chanzo kikubwa sana 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 cha ajali za barabarani. Na uchovu unaweza kusababishwa na vitu vingi. Mfano, kufanya kazi kwa muda mrefu bila kupumzika. Kwa dereva sasa, maana ni kuendesha gari muda mrefu bila kupumzika. Unakuta dereva umeamka saa 11 asubuhi mpaka saa 6 huko tu kwenye steering unaendesha gari, hujapata hata muda dakika 5, dakika 10, dakika 15 kupumzika. Lazima hiyo inakupelekea uchovu. Sababu tukumbuke kwamba uchovu na kuendesha gari kunatumia akili, kunahitaji akili sana, umakini sana barabarani. Kwa hiyo lazima akili yako inatumika sana na kupelekea nini? Uchovu. Kingine ambacho kinapelekea uchovu ni stress au mawazo, yanapelekea sana uchovu. Pia tutambue hilo. Na kingine pia ambacho kinapelekea uchovu ni matumizi ya madawa za kulewa au madawa ya hospitali. Kwa dawa zingine zinakuwa zina nguvu, zinakupelekea kupata hali ya uchovu. Na madawa ya kulevya kama unavyojua, kunywa pombe kupitiliza kiasi, umekunywa sana usiku, umelewa, ukiamka asubuhi lazima utakuwa na uchovu. Kula sana pia kunapelekea uchovu, na vitu vingi 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 vingi, pia kukosa usingizi kunapelekea uchovu. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kupelekea uchovu, lakini kikubwa sana ni kufanya kazi kwa muda mrefu bila kupumzika. Anasema kwamba kuendesha gari ni sawa na kuendesha ukiwa umelewa, sababu unakuwa akili yako inakuwa imechoka, umakini unapungua. Umakini unapungua, na dawa pekee ya kuondoa uchovu ni usingizi. Usingizi ni dawa moja ya kuondoa uchovu, na moja dalili kubwa sana ya kuzingatia, ya kujua kwamba mimi dereva hapa nina hali ya uchovu, ni kusinzia. Kusinzia ni moja dalili kubwa sana. Unaikuta unasinzia sekunde 5, 20 au 15, kuanzia sekunde 30 mpaka 60. Unakuta unasinzia bila kujitambua. Unaposhtuka unajisikia unasinzia. Ukishaona hiyo dalili, ushapata hiyo dalili, ni bora kupaki gari na kupumzika, angalau kama uko safarini, angalau dakika 15 mpaka 30. Na pia wanashauri kila baada ya masaa 4 kama dereva malori unapumzika dakika 15. Kama kwa gari ndogo unaweza kwenda kwa masaa 2 matatu kupumzika dakika 15 mpaka dakika 30. Hii yote ni kwa ajili ya kuondoa uchovu. Kwa dawa pekee ya kuondoa uchovu ni kupumzika. Na dalili kubwa ya uchovu ni kusinzia. Kwa tuzingatie sana hapa. Okay, tuangalie sasa kitu kingine, distracted driving, kama ni moja ya sehemu ya ulemavu wa kujihami. Sasa kwa lugha nyepesi, distracted driving kwa lugha ya Kiswahili ni kwamba ni matumizi ya simu wakati wa kuendesha. Ni mjumuisho wa vitu vifuatavyo. Matumizi ya simu wakati wa kuendesha gari, kula au kunywa wakati wa kuendesha gari, kubadilisha nguo huku unaendesha gari, kubadilisha station, kubadilisha AC au kubadilisha nyimbo, pamoja na shughuli yoyote inayosababisha dereva kutoa macho yake barabarani kwa zile kazi zote ambazo au shughuli yote dereva ambao unafanya ambayo inasababisha wewe dereva kutoa macho yako au kupunguza umakini wako barabarani, hiyo kwa Kiingereza tunaitwa
distractive driving, na ziko za aina tatu. Aina ya kwanza ni visual, aina ya pili ni manual, na aina ya tatu ni cognitive. Sasa hii visual maana yake ni kuondoa macho yako barabarani. Ndio pale umeondoa macho yako barabarani, una chati. Unavyochati macho yako yanakuwa yanatoka barabarani yanaangalia kwenye simu, au unakula au unachukua kitu nyuma ya siti. Maanake lazima macho yako yanatoka barabarani yanaenda kufanya kile kitu ambacho unakifanya. Kwa mwisho wa siku unaweza kupelekea kupunguzwa makini na kusababisha ajali, sababu nguzo namba moja ya dereva kujihami ni kuona. Maana kuona macho yako muda wote wewe barabarani. Sasa unapokuwa unafanya vitu vingine tofauti na kuendesha gari, inapelekea wewe kutoa macho yako barabarani na kusababisha ajali. Kitu cha pili ni manyo, au tunasema sasa kuondoa mikono yako kwenye usukani. Kwa sababu unaacha gari linajiendesha lenyewe, wewe unafanya kitu kingine. Ndio ile unakuta dereva anabadilisha nguo, anavua sweta, maana anatoa mikono yake kwenye usukani, anavua sweta. Kwa siku inaweza kusababisha gari kama njia na kupata gari lingine au kutoka pembeni ya njia na kusababisha ajali. Kingine ni cognitive. Sana sana hapo tunazungumzia masuala mazima ya mawazo. Unakuta sasa dereva ndiyo macho yako barabarani, ndio macho yako yapo kwenye usukani, yapo kwenye steering, lakini mawazo yako hayapo barabarani, yapo sehemu nyingine kutokana na stress na uchovu, na hii pia inapelekea ajali. Wanasema kwamba ubongo wa mwanadamu hauwezi kushughulika na kazi mbili za kufikirika kwa wakati mmoja, kama vile kuendesha gari na kuzungumza na simu. Hivyo lazima moja itafanyika kimakosa. Kama binadamu tulivyoumbiwa sisi, ubongo wetu hatuwezi kufanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Hata kama ukifanya kwa kazi mbili kwa wakati mmoja, lazima kazi moja itakosa umakini na nyingine na kusababisha madhara. Sasa cha kuzingatia ni nini? Kabla ya kuondoka, weka simu yako kimya, silent. Sababu moja ya shughuli ambazo tunafanya kama dereva barabarani ambazo zinaondoa attention yetu ya barabarani ni simu, na siku hizi kuna smartphone. Weka simu yako silent au weka katika vibration kabla afanye kuondoka. Ikiwezekana izime, japo ni kazi sana, au kama ikishindikana sana weka kwenye draw, ili iondoe vile tunasema iondoe distraction unapokuwa barabarani. Cha pili, iwapo unahitaji kutumia simu yako, simama na egesha gari lako kwa usalama kabla ya kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi. Wengine tunachati kuendesha gari. Kama ni simu ya umuhimu sana 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 sana, hakikisha unapaki gari pembeni na ongea nayo simu, hasa kama utajua kwamba hii simu nitaongea zaidi ya dakika moja na kuendelea. Sio shida kupokea simu kwa kuongea dakika 5 au kuongea sekunde na kuanzia 10 mpaka 20, at least mpaka 30, lakini sio unakuta unaongea na simu ya dakika 2 dakika 3, inapunguza umakini. Kuna zile simu ambazo unaweza kupokea kwa sekunde 5 kwa sekunde 10, mkamaliza maongezi ukaendelea na kuendesha gari. Lakini ile simu ambayo utajua kwamba hii simu nikipokea taongea, labda ni simu emergency, taongea zaidi ya dakika moja, zaidi ya dakika 2, ni bora kupaki gari pembeni na kuongea na hiyo simu. Ingine ni tafuta station yako pendwa kabla ya kuondoka nyumbani. Unajua tunapenda kuingia, tuna station pendwa, tuna playlist nzuri. Kwa hivyo unashauriwa kabla ya kuondoka nyumbani, weka playlist yako nzuri, ili unapokuwa barabarani ufocus na kuendesha gari, sio kufocus na kuendesha station au kuweka playlist yako. Kama ni AC yako, seti mwanzo kabisa. Kama ni unahisi kwamba kuna joto kuna nini, vua nguo zako mapema. Kama ni sweta, kuliko kufanya ukiwa katikati ya safari, sababu ni hatari. Ingine ni panga muda wako vizuri. Kama unajua na safari ndefu, panga muda wako vizuri, panga safari yako vizuri, ili kuzuia kupoteza muda sana sana barabarani kwenye vituo ambavyo havikuwa na umuhimu kupoteza muda, na mwisho wa siku ukaanza kukimbizana na muda. Siku zote huwezi kukimbizana na muda. Ukianza kukimbizana na muda, utaanza kusababisha overspeeding na kupelekea kusababisha ajali. Kwa ni kuzingatia sana hapo. Sasa tuangalie kitu kingine cha muhimu sana, ukaguzi wa gari kabla ya kuanza safari. Tuliongelea pale mwanzo tukaona kitu cha kwanza uzingatie kabla ya kuendesha gari ni hali yako ya dereva ya mwili, na tukasema kwamba gari haliwezi kujiendesha lenyewe, nitajidi dereva mwenye afya ya timamu na ambaye yuko vizuri kuendesha gari. Sasa tuje tuangalie ukaguzi wa gari kabla ya safari. Sasa kabla ya kuanza safari, ukishaona kwamba leo mimi niko salama, niko fit,
cha gari, lazima uje uangalie afya ya gari yako imeamkaje kwa siku hiyo. Kwa lazima ukague gari lako uangalie vile vitu muhimu mm, vya kwenye gari lako. Sawa. Ukiwa na udereva kujihami, pia unaanza na ukaguzi wa gari kabla ya safari, ambapo ni muhimu kukagua vitu vinavyoonekana kwa macho kwenye gari lako, ambavyo ni pamoja na baadhi kuzunguka gari lako na kukagua. Kwa lazima ulizunguke gari lako lote uangalie kama kuna mzunguko, kukagua lako kuzunguka. Cha pili, kukagua magurudumu, matairi yako ni muhimu sana, sababu hayo ndio yanakusaidia barabarani kutembea. Kukagua, angalia kama yana tairi yana upepo wa kutosha, hayana sehemu yote ambayo yana scratches. Kingine, kagua mkanda wako kama unafanya vizuri. Mkanda wako wa usalama ni muhimu sana sana, sababu utakusaidia pale inapotokea ajali au unapokuwa umetokea umefunga breki za ghafla. Ni muhimu sana kukagua. Kingine, angalia kama kuna mafuta au oili au kitu chochote kinachovuja chini ya gari lako. Ni muhimu sana kwa ajili ya kutunza mazingira. Kama kuna mafuta yamwagika au kuna oili yamwagika, ni muhimu kukagua kwa ajili ya kutunza mazingira na kuzuia majanga mengine au hatari zingine kama vile kutokea kwa moto. Oili ikishika moto ni rahisi gari lako pia kushika moto, oili inayomwagika. Kingine, angalia, kagua vioo vyako vyote vya gari, kumaanisha kama vioo vya mbele na side mirror zako. Side mirror zako zinakusaidia wewe kuliongoza gari la nyuma yako. So kama side mirror zako hazifanyi kazi vizuri, side mirror zako hazifanyi kazi vizuri, kwa makini katika hatari ya kusababisha ajali. Kuhakikisha kwamba side mirror zako, vioo vyako vya pembeni ni visafi na havina kreki yoyote. Kagua taa zako zote za nje na za ndani, ikiwa pamoja na taa za dashboard. Ni muhimu sana kuhakikisha kwa taa zako zinawaka vizuri. Taa zako za usiku, dim light na low light na low, kama una fogi zinawaka vizuri na indicator zako zinawaka vizuri. Hakikisha hicho. Kagua maji ya rejeta pamoja na vitu vingine ambavyo ndivyo wewe ni vya muhimu kukagua. Kwa kabla safari, hakikisha kwamba gari lako liko salama kwa ajili ya kuendelea na safari. Hii pia itakusaidia hata wewe kujua kwenda kwa safari yako kwa usalama, sababu unakuwa ushajihakikishia kuwa gari lako liko salama, hata ile hofu ndani yako inaondoka. Kwa ni muhimu sana sana sana. Okay, so tuangalie kitu muhimu ni mkanda wa gari. Ni muhimu sana. Tafiti zinaonyesha kuwa mkanda wa gari unakusaidia kuokoa maisha mpaka 70% mpaka 75%. Kwa ni muhimu sana kufunga mkanda. So kufunga mkanda mujibu wa sheria, na ukiangalia kwenye kifungu namba 11 kama sijakosea, sura ya 168 katika sheria ya usalama barabarani, namtaka wakati wote dereva abiria kufunga mkanda na sio vinginevyo. Kwa ni jukumu lako na ni wajibu wako dereva kufunga mkanda, wewe hoja na abiria wako. So ni matakwa ya kisheria, wala si kwamba ni matakwa ya kwangu au matakwa ya kwa dereva. Ni sheria kwamba lazima ufunge mkanda wakati wote. Sheria inakutaka ufunge mkanda. Sheria yetu ya Tanzania kwamba mtu yoyote yule anayekuwa ndani ya gari inamlazimu kufunga mkanda kwa ajili ya usalama wake. Sasa hizi ni baadhi ya faida za kufunga mkanda. Inakuzuia kujigonga kwenye usukani inapokuwa umetokea breki za ghafla au impact imetokea, na kusaidia wewe dereva kuzuia kujigonga kwenye usukani, kwenye dashboard au kioo cha mbele. Mara nyingine unatokea ajali, unaweza kutoka nje ya kioo, lakini kwa umefunga mkanda inakuzuia kutoka nje ya kioo. Kingine ni kulinda vifungo vyako vya mwili. Mkanda unasaidia kubaki kwenye kiti. Unapokuwa unatokea impact, umegongana na kitu, ule mgongano wewe hautakupata sababu umebaki ndani ya kiti. Itakusaidia kulinda baadhi ya viungo vyako. Kingine inasaidia kutopoteza fahamu inapotokea mgongano. Kama nilivyosema, mgongano unabaki pale pale, kuna kusaidia wewe kutopoteza fahamu. Kwa hiyo hata pia inaweza kusaidia wewe kujiokoa, sababu utakuwa hujapoteza fahamu. Kingine inakubakisha kwenye usukani kama nilivyosema, ikiwa umefunga breki za ghafla, kusaidia kuhimili gari lako. Na muda mwingine unakuta unakanyaga shimo kubwa au umefunga breki za ghafla. Ukiwa umefunga mkanda utabaki pale pale, lakini kama hujafunga mkanda unajikuta kwamba unahama kutoka kwenye siti yako kwenda mpaka sehemu nyingine. Sababu gani? Hujafunga mkanda. Kwa hiyo inasaidia sana. Sasa hapa nasema kwamba
asilimia 70, 60 mpaka 70 wanafunga mkanda kwa kuogopa polisi. Madereva wengi tunafunga mkanda kwa kuogopa polisi, lakini hii sio sawa, sio sawa. Tutambue kwamba tunafunga mkanda kwa ajili ya usalama wetu. Ndiyo, ni kisheria tunatufunge, lakini ni kwa ajili ya usalama wetu. Inapotokea ajali, inapotokea nia misi yoyote, itakusaidia wewe dereva kubaki kwenye usukani wako, itakusaidia wewe abiria kubaki kwenye usukani wako, kwa sababu mkanda unakubakisha kwenye kiti. Kwa dereva yeyote anaendesha kwa dereva kwa kujihami, lazima ajihami kwa kufunga mkanda wake na kwa kukagua mkanda wake kila siku, kwamba mkanda wake upo salama na utaweza kubakisha kwenye kiti pale inapokuwa inatokea ajali. Sasa tumalizie hapa kwa siku ya leo, jinsi ya kuzuia kugongana, how to avoid collision. Sasa collision ziko za aina tatu, ziko za aina nne, tutaangalia kwa haraka haraka. Ya kwanza ni kwenye makutano. Migongano mingi inatokea sana kwenye makutano barabara, kwenye barabara ambazo ni za T au barabara ambazo ni za alama ya kujumlisha, huwa zinatokea sana sana sana. Kingine ni ajali ni mgongano wa uso kwa uso, hapa gari kwa gari, mgongano uso kwa uso. Kingine ni kugongwa au kugonga nyuma ya gari lingine, na kingine kugonga wakati unarudi nyuma, reverse, gia ya reverse, na kusababisha ajali. Sasa tuangalie usalama wa kwenye makutano au jinsi gani ya kuzuia ajali kwenye makutano. So unapofika kwenye makutano, kuza mwendo na simama kabisa na endelea pale tu ukiwa salama. Ukiwa salama maana yake pale unapokutana na kama kuna taa nyekundu, simama. Maana yake ikiwa taa kijani, maana yake ni salama, wewe uendelea. Kwa lazima uendelee pale ambapo nini ni salama. Cha kwanza ni punguza mwendo unapofika sehemu za barabara. Kuna gari inaweza katokea upande wa kushoto au kulia kusababisha ajali kama wewe hautasimama. So hivyo ni lazima ujue unapoelekea. Lazima ujue unapoelekea. Natumia turn signal na endelea kwenda mbele huku ukiangalia kushoto, kulia, mbele na kushoto. Kwa hiyo lazima ujue unapoelekea. Kama unaenda kushoto, basi washa indicator ya kushoto. Kama unakwenda kulia, washa indicator ya kulia. Lakini kama unaenda mbele, hakuna haja ya kuacha double hazard. Wewe tembea kwenda mbele. Kwa lazima uonyeshe nia unapoelekea, ili wengine wajue kwamba wewe unaenda kushoto au wewe unaenda kulia au wewe unanyooka, kwa ajili na hao pia kujua. Kwa ni muhimu sana. Kwa usalama wa makutano, lazima usimame kwanza na uendelee pale ukiwa salama, na hakikisha unawasha signal yako. Kama ni kushoto unaenda kushoto, kama unaenda kulia kulia, kama unanyooka usiwashe signal yoyote wala usiwashe double hazard. Na jinsi gani sasa kuzuia ajali ya uso kwa uso? Hii ndo muhimu sana sana. Muda wote angalia mbele ya barabara mita 100, itakusaidia sana kupunguza ajali. So, moja ya mbinu moja ya kupunguza ajali za uso kwa uso ni kutazama macho yako mita mbele. Manake muda wote huwe umefocus mbele. Na hili itakusaidia kutambua kama kuna kihatarishi chochote ambacho kinaweza kusababisha gari linalokuja mbele yako kuja kwenye uso wako. Unaweza kuona ndio barabara upande wako iko sawa, lakini kumbe mita 100 mbele kuna shimo na kuna gari linakuja. Kwa hiyo lazima utajua kwamba huyu lazima atakupa ile shimo, atakuja upande wangu. Itakusaidia hata pia wewe kuzuia ajali za uso kwa uso kama tunavyoona hapa. So kumbuka, kugombana uso kwa uso ni hatari, na ni afadhali kutoka nje barabara na kupiga kitu kisichosimama kama vile miti au kingo za barabara kuliko kugonga gari. Ni muhimu sana kuzingatia hili sana 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 sana. Kama tulivyosema, cha kwanza lazima macho yetu ya mita 100 mbele ili kuweza kuzuia ajali ya uso kwa uso. Sababu ushaangalia macho ya mita 100 mbele, utajua tu ile gari kama ina overtake na kuja upande wangu, na wewe utajua nifanye mbinu gani, nifanye namna gani ya kuweza kuzuia ajali. Kitu cha kwanza cha kuweza kuzuia ajali ya uso kwa uso ni kupunguza mwendo. Kupunguza mwendo. Kama cha kwanza nilichosema kwamba ni lazima uangalie mita 100 mbele. Ushaangalia mita 100 mbele na ukaona kama gari inakuja mbele yangu, huyu dereva inawezekana amesinzia kaja upande wangu, au inawezekana kafeli breki kaja upande wangu. Kwa cha kwanza ni kupunguza mwendo, huku kufikiria namna gani ya kuweza kumkwepa. Kumkwepa maana yake kuhakikisha kwamba unatoka nje
ya kwako na kuzuia kugongana uso kwa uso, sababu kugongana uso kwa uso ni hatari zaidi kuliko kutoka nje barabara. Kama unakwenda kwenye barabara kuna upande huu gari la blue hili ili gari la kijani limehama njia linakuja upande wa gari la blue, lakini huyu gari la blue alishamshona kwamba huyu anakuja upande wangu. Kwa njia pekee ya kwanza kuzuia uso kwa uso ni kuhama upande wake na kwenda upande wa kulia kwake, sio upande wa kushoto, upande wa gari nyekundu. Na ukitanua kidogo utamruhusu huyu aende. Kunawezekana ule baka overtake ile baka feli breki au ni uzembe wake mwenyewe. Kwa sasa lazima uchukue makosa yake kama tulivyosema katika ulivyokujami katika ile definition ya ulivyokujami kwamba lazima uchukue makosa dereva mwingine. Unachukua makosa yake na wewe kutoka kidogo nje ya barabara au nje kabisa ili kuzuia kugongana uso kwa uso. Kama unavyoona kwenye picha namba 2 hapa, kwenye picha ya upande wa kulia. Gari la kijani hili ama overtake sehemu mbaya na hii gari la pinki lishakuja upande wake. Huyu gari la pinki ameshaona kwamba huyu dereva mbele yangu, hii gari la kijani tayari ashafanya makosa, ama overtake sehemu ambayo sio sawa. Sawa, hata ukiangalia huo mstari haumruhusu overtake. Kwa hiyo kifanya sasa, kama katika definition yetu ya dereva kujihami, maana yake ni kuendesha kwa kuchukua makosa ya dereva mwingine. Huyu dereva wa pinki amechukua makosa ya huyu dereva wa kijani ambaye ameovertake ambao sehemu sio sawa. Amechukua na ametumia hekima na busara kwa kutoka nje ya njia ili kuzuia kugongana uso kwa uso. Kwa ni muhimu sana sababu madhara ya kugongana uso kwa uso ni makubwa zaidi kuliko wewe kutoka nje barabara. Sababu unaweza kutoka nje barabara uhakika wa kupona ni mkubwa. Sababu unaweza kutoka nje barabara ukapiga mti au ukaenda vichakani na gari kasimama. Kwa tu muhimu sana kuzingatia, usipende kugongana uso kwa uso. Naweza kusema kwa namna hiyo, lakini jitahidi kama tunavyoweza. Naweza kusema hivyo kwa lugha nyepesi kwamba jitahidi dereva kali inavyoweza kuzuia kugongana uso kwa uso, sababu itakusaidia pia wewe kuokoa maisha yako, kuokoa afya ya chombo chako. Ya 4, namna gani ya kuzuia ajali ya kugongwa kwa nyuma au kugonga kwa nyuma wewe kama dereva. Hapa ni simple tu. Tunatumia sheria ya 3-second rules. Nadhani tunaifahamu sheria ya sekunde 3. Maana unahesabu dakika 3 sekunde 3 kutoka kwenye gari lililoko mbele yako ili kuacha nafasi nzuri au nafasi ya kutosha wewe kati yako na baina ya gari ya mbele yako. Hata kama utafunga breki za ghafla itakusaidia wewe pia kusimama na kuzuia ajali. So anasema tafiti zinaonyesha kuwa ajali nyingi za kugongwa kwa nyuma zinaweza kuzuilika. Zinaweza kuzuilika kwa kuzingatia kanuni. So mbinu ya kuacha umbali wa sekunde 3 kama nilivyosema kutoka kwenye gari lililopo mbele yako ndio mbinu ambayo inasaidia sana kupunguza ajali. So hapa tunazungumzia kuhesabu sekunde 3 kutoka kwenye gari lililopo mbele yako. Sasa hapa mbinu ni hivi. Chukulia mfano hii picha hapa. Tunaona kuna gari hili na gari hili hapa. Sasa ili uhesabu sekunde 3 kutoka gari lako na gari la mbele yako, cha kwanza uchague kitu ambacho kinasimama barabarani. Unaweza kuwa umeona jiwe kubwa au umeona mti au umeona mstimu au umeona nguzo ya umeme kama hapa. Sasa ili gari linapopita hii nguzo ya umeme, wewe sasa unaweza kuhesabu sekunde 3 mpaka itakapofika ili gari yako, ndio utakuwa umbali wako wewe ambao utakuwa sasa umaintain kwa lugha nyepesi. Sasa nasema kwamba chagua kitu kisichobadilika kwa mbali, mfano nguzo ya umeme au miti, jiwe na kadhalika. Wakati wa nyuma ya bampa ya gari iliyo mbele yako, sasa hii hapa inavuka hicho kitu, na anza kuhesabu 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, na unapaswa kuwa unaweza kuhesabu 3 hadi kufika bampa yako ya mbele kupita hizo kitu. Kuhakikisha unahesabu sekunde 3 mpaka na wewe utakapofikia kwenye hii nguzo. Wakisahau mbali sasa utauacha wewe na utakuwa salama wewe kwa huo mbali, hata kama huyo mbele yako atakapofunga breki yako. Na kitu kingine ambacho kinaweza kusaidia kuzuia kugongwa na au kugongwa nyuma ni cha kwanza ni kukagua, rekebisha vioo vyako vya pembeni. Kamera zako zitakusaidia kutambua kile ambacho kinaendelea nyuma ya gari na itasaidia kuona vizuri. Kwani hivyo ndio vinasaidia kuonesha nyuma kuna kitu gani. Kingine ni kuzuia sasa kugonga nyuma unaporudi nyuma.
Zunguka gari lako uone kama kuna catalyst short. Kwa kabla ya kuanza kurudi nyuma ya gari kufanya reverse, lazima uangalie nyuma kuna kitu gani ambacho kinaweza kuzuia wewe kurudi nyuma. Kwa lazima ukaguka kwa kuzunguka nyuma ya gari. Kingine ni unaweza kupiga honi kidogo ili kuwajulisha wengine. So kama umeingia labda ni shopping upo yard unataka utoke ukapakie, ni muhimu sana unafika kuwasha gari au mweka switch on, mwasha gari, piga on ku alert kwa kuwajulisha wale wengine ambao wako pembeni gari yako, nyuma ya gari yako kwamba unataka kuondoka au unataka kurudi nyuma ili kuzuia kugongana. Kingine ni angalia kule uelekeo wa tena unapoelekea hasa kwa gari la kwa malori. Unaangalia tena kule inapoelekea. Kingine ni shusha vioo vyako na ikiwezekana zima redio. Unapokuwa unarudi reverse, itakuwa haina maana wewe unarudi reverse, sauti ya redio ni kubwa na vioo viko juu. Kwa ili kupata picha nzuri ya nyuma ya ambacho kinapo nyuma ya gari, kisha unazima gari lako na kushusha vioo ili kuweza kuona vizuri wakati wa kurudi nyuma. Na simama kabisa kabla kwenda mbele. Umeweka reverse, umeweka gia yako ya reverse. Kabla kwenda mbele, simama vizuri ndo uendelee safari. Kingine ni hakikisha unatumia mwongozaji. Kama ni eneo la kuna traffic marshal, mtumie traffic marshal kuongoza. Kama ni taniboi, kama ni gari kubwa, hakikisha unatumia mtu wa kuongoza kurudi nyuma ili kuzuia kugonga vitu au viko kwa nyuma. So kwa leo tutaishia hapa, tutakutana video nyingine ambayo tutaenda kuangalia msumana kati ya magurudumu na barabara, na tutakuangalia kitu muhimu sana kwa hydroplaning kwa lugha nyepesi kwa lugha ya Kiingereza. So tukutane kipindi kingine. Asanteni.